Au machali kwanza alikuwa nao kwenye gari burungu tani 7. Ilipita gari ambayo inaelekea Rwanda, gari kubwa hizi. Na hawa vijana walikuwa wako kwenye pikipiki, wanatoka kazini wanaelekea nyumbani. Yaani sina hata la kuongea, ni mkuu. Siwezi hata ongea kwa sababu machali ndio ilikuwa tegemezi kubwa sana ya familia. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe 18 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Kimindorosi, kata ya Olasiti, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti kuhusiana na safari ya mwisho ya vijana wawili ambao vijana hao ni wa familia moja, Jackson pamoja na Dickson, ambao walifariki dunia kutokana na ajali ya pikipiki ambayo ilijitokeza siku ya tarehe 15 majira ya saa 2:30 za usiku katika barabara ya East Africa hapa jijini Arusha. Inaeleza kwamba siku ya ajali hiyo walikuwa wamepakizana wakiwa watatu, lakini kuna gari moja aina ya Scania ilikuwa inatokea maeneo ya barabara hiyo ya East Africa na inaelekea maeneo ya Kisongo, ikawasukuma kwa ubavu ambapo walianguka. Vijana hao walifariki dunia. Mmoja alifariki dunia papo hapo, lakini dereva ambaye alikuwa anaendesha pikipiki hiyo, yeye alipata majeraha madogo tu, na waliofariki ni ndugu wawili sasa wa familia moja. Leo ndio wanazikwa na punzisho katika nyumba yao ya milele. Lakini Jackson ni mtoto wa kwanza katika familia hii. Tumezungumza na baadhi ya marafiki wa marehemu wakieleza kuhusiana na tukio hili. Mungu azipumzishe roho za marehemu Jackson na Dickson mahali pema peponi. Amen. Mpendwa wetu, ndugu yetu Jackson Emmanuel alizaliwa mwaka 2002 katika mkoa wa Arusha, wilaya ya Arusha mjini. Ubatizo. Mpendwa wetu na ndugu yetu Jackson Emmanuel alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, usharika wa Sombetini, mtaa wa Olkeria. Elimu. Ndugu yetu Jackson Emmanuel alianza elimu ya msingi mwaka 2008 katika shule ya msingi Terat na kuhitimu mnamo mwaka 2015. Kazi. Ndugu yetu Jackson Emmanuel baada ya kumaliza elimu ya msingi alijishughulisha na ujasiriamali. Mauti. Mpendwa wetu Jackson Emmanuel alipata ajali siku ya Jumatano saa 2 usiku na kupoteza maisha hapo hapo. Mpendwa wetu na ndugu yetu Jackson Emmanuel alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 5 wa marehemu Emmanuel na Bi Christina. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai aliyompa mpendwa wetu hadi hapo alipofikia. Tunashukuru viongozi mbalimbali wa kanisa kwa ibada za jioni na mazishi. Tunawashukuru wananchi kwa namna walivyojitolea wakati ule wa ajali, hata kutuita familia. Tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki waliotukimbilia toka siku ya kwanza mpaka siku ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki. Mwisho, Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Historia ya kijana wetu, mtoto wetu Dickson Emmanuel. Mpendwa wetu Dickson Emmanuel alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2006 katika mkoa wa Arusha, wilaya ya Arusha mjini. Ubatizo. Mpendwa wetu na kijana wetu Dickson Emmanuel alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, usharika wa Sombetini, mtaa wa Olkeria, tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2009. Elimu. Mpendwa wetu ndugu yetu Dickson Emmanuel alianza elimu ya msingi mwaka 2012 katika shule ya msingi Terat na kuhitimu mnamo mwaka 2018. Kazi.
Ndugu yetu Dickson Emmanuel baada ya kumaliza elimu ya msingi alijishughulisha pia na ujasiriamali. Mauti. Mpendwa wetu ndugu yetu Dickson Emmanuel alipata ajali siku ya Jumatano saa 2 ya usiku na kukimbizwa hospitali ya Muriet na kukutwa na umauti saa 6 usiku. Mpendwa wetu ndugu yetu Dickson Emmanuel alikuwa mtoto wa 3 kati ya watoto 5 wa marehemu Emmanuel na Bi Christina. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai aliyompa mpendwa wetu hadi hapo alipofikia. Tunawashukuru madaktari kwa jitihada zao za kujaribu kuokoa uhai wa mpendwa wetu. Tunawashukuru viongozi mbalimbali ikiwemo na viongozi wa kanisa kwa ibada za jioni na mazishi. Tunawashukuru wananchi kwa namna walivyojitolea wakati ule wa ajali. Tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki waliotukimbilia toka siku ya kwanza mpaka siku ya leo, na Mungu wa mbinguni awabariki. Naitwa John Pauli, natokea mtaa huu hapa wa Ulasiti Kimindorosi, mtaa wa Kimindorosi. Kwa niaba ya yote sasa tunashukuru sana, lakini tunahuzunika kwa jinsi ilivyotokea hii. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, ilikuwa siku ya Alhamisi majira ya saa 2 hivi. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi majira ya saa 2. Ukiwa unatoka roundabout ya Murombo kuelekea Kisongo. Ilipita gari ambayo inaelekea Rwanda, gari kubwa hizi. Na hawa vijana walikuwa wako kwenye pikipiki wanatoka kazini wanaelekea nyumbani. Wakati wanaelekea nyumbani katika kukwepa kidogo afu kurudi site, ndipo ile gari ikawakuta imewapiga kwa ubavu. Kwa ilipopiga kwa ubavu wote walianguka chini, lakini walioumia ni walikuwa 2, walichukuliwa hapo na kupelekwa hospitali ya Muriet. Mmoja alifia pale anaitwa Jackson na ndo mtoto mkubwa wa hii familia hapa tulipo leo kwenye msiba. Baada ya kukaa kama lisali moja, na huyo mwingine tena ambaye anaitwa Dickson na yeye akafuata kufariki, maana ni watoto wa familia moja. Na walikuwa wote ni ndugu wao. Kwa huyu mwingine ndo alipata majeraha madogo tu ambao alikuwa driver. Kwa majina yake na yeye anaitwa Baraka. Hii barabara kweli ni hatari kwa sababu imeua mara nyingi shuleni, na hapa roundabout walijitahidi kuweka zebra, lakini zile zebra bado hazisaidii kwa sababu madereva wa Rwanda, Burundi wakija ndio wanafukia tu. Hata cruiser hizo za utalii zikija zinafukia zile rasta. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hii barabara ilijengwa kwa official kwa kama ya East Africa ambayo ni bypass, lakini sasa hivi watu kwa sababu wamejenga sana, watu wamekuwa wengi, wangefanya utaratibu kama serikali, utaratibu mwingine wa kuweka hata matuta ili kuweza kusaidia watoto na vijana, kwa sababu hii barabara watoto wetu ikiwemo na mimi mmoja wao wengi wanapita hiyo barabara kuelekea mashuleni, na unakuta kipindi cha mvua wanapita juu ya barabara, hawezi pita huko chini kwa sababu huko chini kuna bondeni, makorongo, kwa hiyo wanapita juu ya barabara. Kwa hiyo serikali tusaidie kwa hilo sana, kwa sababu na ingine inaongezeka tena hii kwa Murombo ndio itakuwa vifo vitakuwa vya kuzidi. Kwa hiyo tusaidie sana. Hao vijana walikuwa tegemezi kubwa sana kwa sababu hao vijana mimi nimewajua zaidi ya miaka 12 kwa sababu mimi hapa. Hao vijana walikuwa wanafanya kazi kama unavyoona huku kuna ili mchanga, walikuwa chota korongoni mchanga kupandisha, na wanasaidia familia hapa nyumbani. Aiza kwa wadogo zao kusoma, mama wadogo zao 3. Wakitoka wao kuna wadogo zao 3 nyuma. Kwa hiyo walikuwa wanasaidia kwenye kusoma, sukari nyumbani, maana hata mama ni mtu wa kubangaiza, ni mjasiriamali mdogo. Si watu wa kusema wana familia yenye uwezo, no. Kwa majina yangu naitwa Baraka Hamisi. Ni mkazi hapa Kimindorosi. Ila hichi kifo kinatupa huzuni mkubwa sana. Kwa sababu mimi toka nimekuwa sijaionaga msiba ya mageneza mawili, na hichi kitu mkuu kinauma sana. Sina hata la kuongea, ni mkuu. Siwezi hata ongea kwa sababu Machali ndio ilikuwa tegemezi kubwa sana ya familia.
na walikuwa hawana shida, ndo kama vile baba, yani baada ya baba wao ndo walimsimama kama baba kuhudumia familia na huduma za hapa nyumbani pia walikuwa wanashiriki kufanya kitu pamoja, ila kinasikitisha sana hichi kifo mzee, hakiwezi elezeka. Changamoto sana mkuu, na hapo kuanzia hapo kwenye huu mlima wa kushuka hapa CCM au kufika roundabout, huo mlima ni wakishuka hapo sijui wanashukaga na free mkuu, yani wanakimbia sana kiasi kikubwa kwamba tunakosa hata amani, kwa sababu watoto wa shule na nyao wanapita pembezoni wa barabara na barabara nayo ni nyembamba. Tulikuwa tunaomba hata serikali yetu pia ituangalie, naam, tuweze kuangalia hata pale kwenye daraja pale yeko kivuko pembeni cha watembea na miguu, ingependeza zaidi. Kwambie kitu brother, au machali kwanza nilikuwa nao kwenye gari Burungu tani 7, alafu Jakiu mkubwa huyu alikuwa ni nyoka wangu. Sema unajua style gani? Hao magari yakiniaje nchi za nje yamekoroga sana. Hivyo unamgunga mtafu na kimbia style gani tena watuletee ase. Machali wawili ase, familia moja, hiyo inauma sana ase. Yaani hapa hivi nikwambie kitu, mimi naye machule kinyama yani. Yaani kwa heshima tu hapa nimejikaza, ila nikitaka nilie talia sana. Jackson kama Jackson kwanza. Yule chali alikuwa ni mpole sana. Alafu alikuwa ni mtu wa watu. Ni chali ambaye akitulia sehemu moja, yametulia sehemu moja. Ana mawenge, ana papara yote ile. Tahadhari kama tahadhari ni kuwa makini tu. Hapo ni kuwa makini ndo tahadhari kubwa. Yaani cha kuwashauri watu ni kuwa makini barabarani, maana barabarani mambo ni mengi. Yaani hiki kitu ni kama balaa. Sijashuhudia hiki kitu kabisa. Mimi mwenyewe ni familia kwenye hii boma. Yaani hapo ni Mungu atupe nguvu, mambo ishe safi safi. Hivyo tu yani.